Ya kaburi moja Posta tumekutana na mwamba mwenyewe anajiita Dossa Traore kwa sasa hivi maarufu kama Dossa, shabiki mkubwa sana wa Young Africans ambaye anaendelea kuteka umaarufu mkubwa sana hapa Tanzania na kwenye mitandao ya kijamii vile vile. Acha nianze hapa kwenye pointi ya muhimu. Dossa, dabi ipo ama haipo? Kwa maana mtacheza ama mchezi nyinyi kama Young Africa? Kwa mujibu wa viongozi hatuchezi. Kwa mujibu wa viongozi hatuchezi. Kwa imani yako? Kwa maslahi mapana ya mpira wa miguu ni vema tukatafuta namna, tukatafuta suluhisho kuona ni namna gani tutapiga hatua moja mbele nikimaanisha mechi kuchezwa. Sawa. Lakini kwa mujibu wa viongozi, kwa mujibu ya watu wanaotuongoza sisi kama mashabiki, mechi hatuchezi. Mechi hatuchezi. Kwa mujibu wa viongozi. Kuna maanisha kwamba viongozi kuna pointi wanakosea? No. Kwa hali inavyoendelea nafikiri kila mtu anafahamu hivi sasa. Kila mtu anaona hivi sasa. Ndugu zangu wa Top 10, ndugu zangu wa Sony TV. Jana kumetokea jambo kubwa na jambo la aibu kabisa. Jambo kubwa na jambo la aibu. Jambo gani la aibu? Na ni jambo ambalo pengine litabaki kwenye midomo ya watu miaka na miaka. Unajua zamani tulikuwa tunafikiri mwenye asiyokuwa na pesa ndo mwenye kuonewa. Asiyokuwa na pesa ndo mwenye kuonewa. Kumbe. Lakini sasa kibao kimegeuka, mwenye pesa naye pia anaonewa. Sio umeelewa vizuri? Unamaanisha nini Dossa? Nikiwa na maanisha jambo ambalo jana afisa habari wa klabu yetu ya Yanga amelizungumza, siku 366 Yanga bila kulipwa pesa zake za mshindi wa CRDB Bank Federation. Ni aibu. Bwana, hiyo neno. Ni aibu. Inasikitisha. Ni aibu. Tusikitike kidogo. Kulia kidogo Dossa. Siwezi kulia. Siwezi kulia. Basi una uchungu. Ila nasema ni aibu. Ni aibu, na haya mambo kama tusiposema yatabaki hivi hivi. Kama tusipoyatatua yatabaki hivi hivi. Ndio maana nasema kuna namna ya kuwapongeza kwa kiasi kikubwa sana wanahabari. Zamani tulikuwa tupati habari, hatusikii habari, lakini sasa tunasikia. Na niwapongeza sana ndugu zangu wa Sony TV na Top 10. Jana mlikuwepo pale, mmesikia wenyewe. Siku 360 Yanga hajalipwa. Na ni timu kubwa. Na ni timu kubwa, na ni timu ambayo inapeperusha bendera ya nchi. Na ni timu ambayo dunia nzima inaifahamu. Lakini kwa sababu ya interest ya vilabu, lakini kwa sababu ya interest ya viongozi wetu, ndio haya mambo yanapopelekea. Haya mambo yasingetokea kama pasingekuwa na Uyanga na Usimba. Kwa sababu hakuna sababu ya msingi Yanga kutokulipwa pesa zake na CRDB Bank. Inawezekana tujui, lakini kikawaida hakuna. Leo ya mashindano hata ukienda kwa wale wanaohozi Ndondo Cup, rafiki zangu wa Klausi, hawafanyi uozo kama huu. Bingwa anakabidhiwa mapema tu. Kila mtu anaona. Si tumeona Ndondo Cup wanaohozi Klausi juzi? Bingwa alipewa hakupewa? Alipewa. Taasisi kubwa kama shirikisho la soka Tanzania TFF hajawalipa Yanga. Taasisi kubwa kama CRDB Bank Tanzania, tena benki makini kabisa, wameingia kwenye kashfa, na inawezekana kashfa sio yako, inawezekana tu ni ya watu waliokuwa nje ya CRDB Bank. Ukiona maana ipi Dossa? Ukiona maanisha nini kwa maana hii? Maana ni ndogo. Maana mwenye mamlaka wa kuwalipa Yanga ni TFF na bodi ya ligi. Kweli. Tumeshashuhudia benki nyingi sana zinahozi mashindano, akiwemo Vodacom, si ndio? Lakini hatuje kuona Vodacom wanakwenda kuwalipa bingwa mtetezi awe ni Yanga awe Simba. Tumeshuhudia miaka 2-3 ya NBC hakujitokeza hata mtu mmoja wa NBC kwenda kufanyaje? Kutoa hata medali. Wanaotoka pale ni viongozi wa bodi ya ligi pamoja na shirikisho. Sahihi Dossa. Mambo haya yanaumiza. Tunasema sana. Wakati mwingine tunasema kwa yakini, tunaonekana ni wanafiki. Dossa, wakati jambo linaendelea ilikuwa iko kimya. Haikubainika kwamba wamelipwa ama hawajalipwa. Iweje leo Young Africans mara baada ya dabi kuonekana ina sintofahamu, ionekane hawajalipwa? Lakini pia tuna nafasi ya kuwauliza Yanga
Kwa nini mmekaa siku 360 bila kulipwa hizi pesa? Na kwa nini mliamua kukaa kimya ndani ya siku 360 ikiwa mjalipwa hizi pesa? Kwa nini walikuwa kimya? Na kwa nini mmesubiri mpaka kwenye mwingiliano wa dabi ndio mnakuja kutoa shauri zito kama hili? Tunaweza tukauliza Yanga. Maswali magumu. Si umeelewa? Top 10. So ni mnanielewa? Tutawauliza Yanga, sawa hamkulipwa, mlikuwa wapi ndani ya siku 360? Si unanielewa? Nakuelewa. Na kwa nini mmesubiri mpaka sakata gumu kama hili ndio mnakwenda kutoa aibu hii? Haiwezekani. Haiwezekani. Na hii yote imeletwa kwa sababu mpira wetu wa miguu watu wanaangaliana usoni. Wanaoneana aibu. Watu wanakwenda kukaa kwenye uongozi kwa sababu ni mtoto wa fulani. Watu wanakwenda kucheza kwenye hizi timu mbili kwa sababu ni mtoto wa fulani. Leo hii tunasahau taaluma, leo hii tunasahau vipaji, na ndio maana vipaji vingi vinakufa mitaani. Kwa sababu ya kuangaliana usoni. Basi. Lakini kama kwenye shirikisho, mfano, kama kwenye taasisi mfano ya Yanga, kama kwenye taasisi ya Simba, tungelikuwa tunatumia taaluma, kuna watu tusingewaona madarakani mpaka hivi sasa. Unasema? Kama kwenye taasisi ya Yanga wangelikuwa wanatumia taaluma, kama kwenye taasisi ya Simba wangelikuwa wanatumia taaluma, kama kwenye taasisi ya bodi ya ligi na shirikisho lake wangelikuwa wanatumia taaluma, kuna watu tusingewaona kwenye zile nafasi. Wapo watu kwenye zile nafasi kwa sababu mtu fulani anajuana nao. Wapo kwenye zile timu, hizi timu wapo kwa sababu baba yake fulani alicheza kwenye ile timu, na hao wanakaa miaka mirefu sana, hata miaka 40, lakini watabaki kwenye hizo timu kwa sababu tu wanakwambia tuna mizizi. Wanakuuliza babake unamjua huyu? Hii yote tumeileta kwa sababu tuna tabia za kuangaliana usoni. Kuoneana aibu. Sipo nyingi. Mpaka kwenye maredio ya kufanya kazi za uchambuzi pia watu wanaikana kwa sababu ya nini? Ya ushikaji. Hawa kuna mambo hayo? Ngoja kuona. Kusi kuna mchambuzi mmoja hapa aliwahi kusema mchezaji fulani sasa tu kama takataka. Wewe mtu mwenye taaluma angeongea vile? Taaluma inaficha aibu. Dosa timene hajalipwa. Aibu. Ni aibu kwa bodi ya ligi, ni aibu kwa Yanga yenyewe, ni aibu kwa CRDB Bank Fund. Ni aibu. Kuja saa hizi mara baada ya dabi. Hajalipwa. Na tutegemea mengine makubwa. Si umeyasikia haya? Tulikuwa tunaona mzaa. Sasa hivi jipu limeshafanyaje? Limeshatumbuka. Leo Yanga anapata power. Anasema wewe hatukutaki, wewe hatukutaki, wewe hatukutaki. Hapa ndo tutacheza dabi. Sio kama kazungumza kwa bahati mbaya. Anajua kuna mabaya zaidi ya haya. Lakini kwa kuwa tunaendesha vilabu vyetu kwa interest za watu maalum, ndio maana tunafika hapa. Ukienda kwenye vyombo vya kisheria, unakuta wengine wanakuambia ubaya ubwela, wengine wanaimba hatuchezi. Ukienda kwenye taasisi mbalimbali, wimbo ndio ubaya ubwela, hatuchezi. Hatuwezi tukafaulu. Hatuwezi tukafika. Lazima tutakuwa watu wa kurudi nyuma. Lazima. Sasa Dosa, kwa hicho ambacho umekizungumza, wakati wa mkutano mkuu wa Young Africans, mkutano wa mwaka, tunasema kuzungumza kuongelea mafanikio ya klabu. Pengine kulingana na taarifa ambayo ilitolewa sasa kwenye mkutano mkuu wa Young Africans wa kuanza msimu, mafanikio moja ya kitu alichokizungumza ni kutoa ubingwa wa CRDB Federation kombe la Azam. Unataka kutuambia kwamba kuna sehemu walipepesa macho, waliudanganya umma kwenye jumla ya mafanikio ambayo waliorodhesha, kwa maana kama hawakulipwa na walishatangaza kwamba ni moja kati ya faida ambazo wameziingiza msimu huu, ina maana walidanganya watu. Waliamini watalipwa. Waliamini watalipwa. Waliamini watalipwa. Lakini hawakulipwa.
Kwa hiyo anapaswa kulaumiwa. Yaani mimi Yanga maswali yangu ni matatu tu kwao. Walikuwa wapi? Sio mnaelewa vizuri? Walikuwa wapi? Lakini unawauliza tena, mbona limekuja kwenye kipindi hiki? Wanajiuliza tena, kwa nini mmekubali kushiriki tena ya mashindano ikiwa mwanzo hamjalipwa? Unaweza tukauliza. Lakini walichokifanya Yanga, wameamua kumwaga ugali. Brother, dabi hamna. Dabi hamna. Dabi hamna. Dosa naamini kabisa dabi hamna. Hamna. Amchezi. Hamna. Mimi sio mchezaji. Nyinyi sio mwenyewe. Mimi ni shabiki tu brother. Lakini kwa scenario inayoendelea hivi sasa, dabi hakuna. Umekata tamaa. Lakini jana mtendaji mkuu wa bodi ya ligi amesema kulingana na jinsi ratiba ilivyo, yeye kwenye meza yake anatambua dabi ipo. Anatambua? Yeye anatambua tarehe 15 ipo, lakini yeye mwenyewe anajua kwamba dabi hamna. Kumbe anajua. Anatambua tarehe 15 itafika. Sijui kama yeye atafika. Lakini kwenye nafsi yake anatambua kwamba dabi hamna. Lakini ameongea mbele ya waandishi wa habari. Jiulize wewe, si ndio top 10, si ndio? Jiulize afisa habari wa shirikisho wa bodi ya ligi. Si alikuja kutuambia kwamba tiketi zile tarehe 8 mtakuja kutumia hizo? Si alituambia? Jiulize zile tiketi ambazo watu wameshaskana walioingia uwanjani. Na kwa nini waliingia na kata shambia wameshaahirishwa? Swali jingine hilo. Na walioingia nao wamekosea. Swali jingine, sasa tiketi zimeshaskani au bado? Zimeshaskani. Si ndio? Zimeskani au bado? Tayari. Kwa hiyo tunangoja nini tena? Tanunua upya. Kwamba watu endelee kununua. Kwa sababu nimemsikia vizuri afisa habari wa bodi ya ligi. Amesema haina haja kununua tiketi. Zile mnazozinunua kwa mtazitobia hizi. Brother, mpira wetu wa Tanzania unaendeshwa kwa interest za watu, sio kwa kanuni wala sheria za mpira wa miguu. Kuna watu wanafanya maamuzi. Si umemsikia afisa habari? Kiongozi wa juu. Sijui ni nani huyo. Sababu ukizungumza hapo ni swali. Kwa sababu sisi tunavyofahamu kiongozi wa juu wa nchi ni president. President. Si ndio? Kwa hiyo anataka kutuaminisha kwamba ndio alotoa oda hii. Lakini mimi nakupa siri. Kuna mtu mmoja anatokea mkoa wa Kusini. Ni shabiki na ni mwanachama wa timu moja Kariakoo na ana nafasi kubwa serikalini. Anatokea Kusini. Ni shabiki na ni mwanachama wa timu moja kutokea Kariakoo. Jemedari Said. Ni serikalini, Jemedari niko serikalini. Sio umeelewa vizuri? Ni shabiki na ni mwanachama wa Simba, anatokea Kusini na ana nafasi kubwa serikalini. Chukua kodi ya kiutu uzima hiyo. Chukua kodi ya kiutu uzima hiyo. Unataka kusema? Nimesema inawezekana mtu, inawezekana. Si ndio? Mtu ambaye alotoa oda geti lisifunguliwe, si ndio? Ambaye ni serikalini. Yupo anatokea Kusini, inawezekana. Kumbe kuna msukumo wa nje unatoka nje kuingia ndani. Si amezungumza afisa habari kwamba ni nani mtu wa serikali mkubwa. Ngazi kubwa za serikali unazijua? Mapema tu. Unazijua? Nazijua. Rais anashika nafasi ya kwanza, wa pili. Wewe miongoza wa serikali unajui wewe. Makamu wa rais, apata waziri mkuu, baraza la mawaziri. Kwa hiyo chagua mmoja hapo. Chagua mmoja. Atakuwa diwani. Anatokea Kusini huko. Diwani huyo. Anatokea wapi? Kusini. Kusini. Kwa hiyo kuna diwani anatokea Kusini. Sio mchezo, brother. Sio mchezo. Kuna msukumo unatoka nje. Hizi timu ndizo zinavyoendeshwa. Kwa sababu viongozi wa serikali wa nchi hii wamejigawanya partition mbili, Simba na Yanga. Na wapo baadhi ya viongozi wana mapenzi ya dhati na timu zao. Na wengine ni lialia. Isipokuwa na nyadhifa zao za uongozi zinawakinga. Hawawezi kujionyesha. Lakini wapo viongozi mashuhuri serikalini wana vilabu vya Yanga na Simba. Ndio wanafanya maamuzi. Umesema wewe hayo. Kwa mujibu wa alichokiongea. Hiyo ni kweli, usitaki kuficha.
Tuliwahi kuzungumza Sony, nikakwambia kuna mwaka fulani aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ilikuwa anakaa kwenye benchi la ufundi. Mheshimiwa. Lakini juzi kwenye mitandao ya kijamii taarifa zilionekana waziri fulani ameipongeza timu fulani kuifunga timu fulani. Na akasema ilikuwa kazi nyepesi. Si ndio? Lakini juzi pia tuliwahi kuona mkurugenzi sijui wa nini kutokea Zanzibar alikuja Dar es Salaam akasema hivi, nimekuja hapa lakini na kazi maalumu Zanzibar. Wakati wa finali, umesahau? Haya mambo yapo Bwana. Na ndio maana nikasema mpira wa Tanzania uliundwa kwa sababu za kisiasa. Na ukitaka kujua hivyo, wachezaji wa Tanzania wameanza kulipwa 2012. Zamani walikuwa walipo. Nani kakwambia? Wachezaji wa Tanzania wameanza kumiliki magari 2015 baada ya Azam kuonyesha matukio live. Wachezaji wa Tanzania wameacha kulala kwenye vitambo vya double decker, vitanda vya nini? 2018. Uulize wenyewe. Siasa inaharibu mpira wetu. Wapo kuna baadhi ya wachezaji wamepotea kutokana hawana nguvu kubwa ya kisiasa, wamepotea kwenye mpira wa miguu. Walikosa watetezi. Leo hapa naweza nikakuuliza wewe, Nchimbi yuko wapi? Yuko wapi? Amepotea kwa sababu nyuma yake hana nguvu kubwa ya kisiasa. Wewe unadhani kama ingelikuwa yule mchezaji wa Zanzibar hana nguvu kubwa ya kisiasa, angekuwa anacheza mpira mpaka leo? Sio mchezo. Kwa hiyo mimi niseme hapawezi kuendelea kama mpira wa miguu utaendeshwa kwa hivi sisi tunavyoendesha. Kuna taarifa hapa. Inasemaje? Nipe nisome. Soma bwana. Enjoy. Soma taarifa. Taarifa hii inatoka kwa mwandishi mmoja mashuhuri anaitwa Nasibu Mkomwa. Benki ilikwisha tekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano haya. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mujibu wa mkataba baina ya benki ya CRDB benki na TFF. Na hii taarifa kutoka CRDB benki. Kutoka CRDB. Kumbe CRDB washajitoa. Washapeleka mpunga bwana. Kina mama njoo ni chaumbea kaja. Najua hiyo nyimbo. Sijui. Hujazaliwa wewe. Kina baba simameni chaumbea kaja. Tutaonekana wa Mbeya. Imeimbwaje? Kina mama simameni chaumbea kaja. Kina mama simameni chaumbea kaja. CRDB washalipa hela sasa. Imekwisha hiyo. Kumbe Yanga kusema anaonewa hapo sahihi. Sio Yanga tu. Yanga ameamua kuwasemea vilabu vingine. Lakini kuna vilabu vingi vinaonewa kwenye mpira huu. Sio Yanga. Sio Yanga tu. Kama Yanga timu kubwa inaonewa. Sasa jiulize yule wa chini Hefu. Na ndio maana nchi hii mabingwa ni wawili. Na mabingwa hao mimi nakwambia. Mwaka huu ulikuwa ni bonus sana kwa Yanga msimu huu. Viongozi wa upande wa timu fulani kuwapa ubingwa wa timu fulani. Ilikuwa kama ni bonus tu. Tulishashuhudia uongozi wa Jamali Malinzi Simba hajachukua ubingwa. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Si unakumbuka za Jamali Malinzi? Mlienjoy? Vibaya mno. Watu walikuwa wanakimbilia na TV kule, angalia tunavionewa. Lakini msimu huu na hivi tu ni kwa sababu wale Skaria ameongeza muhula. Lakini Yanga kuachukua ubingwa hata mara moja. Hii misimu ambayo mitatu Yanga amechukua. Si ya bonus ya wale Skaria hii? Hivyo fikiri kipindi kile Mayai angepata urais. Watu wamemtia kwa pani toka kutufai. Kaambiwa hajui kusoma wala hajui kuandika.
Ndio kujiuliza hapa. Na sasa hivi mtu kaajiriwa na serikali iko juu. Hapo aliambiwa juu Kusoma wala kuandika. nchi ngumu hii. Lakini ni kwa sababu interest za Simba na Yanga. Tukae miaka 50 tusitarajie bingwa atatoka tofauti na Yanga na Simba. Hivi mbali na Yanga, mshindi wa pili alikuwa nani kwenye ubingwa uliopita? Na kumbuka ni Azam. Yeah. Kama Yanga hajalamba mchuzi. Azam vipi? Kwani mshindi wa pili anapewa mzigo? Kumbe halambi. Sijui. Anapewa hongera. Hongera tu. Na medali. Sasa najiuliza kama mshindi wa kwanza kazulumiwa, kwa sababu hii ni dhuluma alofanywa Yanga. Ni dhuluma kabisa. Haki ya mtu imetoka apewe. Amezulumiwa. Sasa unajiuliza kama Yanga kazulumiwa vipi kuhusu Azam? Na ili tunamwambia Babu Zaka. Tunasubiri nakala kwamba amelipwa au hakulipwa. Wathibitishe. Wathibitishe Azam. Nyinyi ndio washindi wa pili. Tuambieni kwenye huu mgao, maana mwenzenu wa kwanza kashasema hajalipwa. Wewe wa pili umelipwa? Na CRDB wameshasema tayari. CRDB wameshamaliza, wameshatoa mzigo. Wamewapa Simba sote FF. Simba tena? Kwani viongozi wa TFF si wa Simba wale? Hapana, wale ni wa TFF. Sio wanachama wa Simba? Wanachama sina uhakika. Ngoja, wewe unakataa kwamba nani wale Skaria sio Simba? Sina uhakika. Unakataa? Nikukumbushe. Nikukumbushe. Pale aliposema kwenye mashindano ya kimataifa, ikicheza Simba nitavaa jezi ya Simba. Ikicheza Yanga nitavaa jezi ya Simba. Umeelewa nini hapo? Teleza. Akateleza hapo. Kwa hiyo unakataa kwamba Kidau sio Simba? Sina ushahidi. Brother, 100% na kurudia tena kukwambia. Kidau amesoma na brother wangu kozi ya ukocha. Ni Simba tena mwenye interest na Simba. Mbona kwenye uongozi wake ndo Yanga mmeneemeka kweli kweli? Ni ubora tu. Ubora. Na haya, unajua kuna wakati mwingine haya inasaidia. Ajua. Haya wakati mwingine inasaidia brother. Lakini hawa viongozi wana interest kubwa na Simba. Na ndio maana Yanga sio kwamba wameshajua. Wameshajua. Hao tunawapiga wote ni watu wa Simba. Kumbe wanajua na kupiga. Wanajua. Yanga kuna eneo moja wameliacha ambao ni eneo muhimu sana. Na hili nakwambia Sony na Top 10. Yanga wana haki na sababu ya kuanza kulalamika kuhusiana na rais. Sijui umeelewa vizuri? Kwa sababu hawa wote msimamizi wao, bosi wao ni rais. Kweli sahihi. Haya, mfano leo Kidau kaondoka. Mguto kaondoka. Na nani mwingine sio nani? Kasongo. Kaondoka. Na wote wanapangiwa maelezo kutoka wapi? Juu. Wengine watake kuja. Ndio vile vile. Kwa hiyo Yanga pia walipaswa kupaza sauti kwa huyu. Mpaka kwa rais tena kaka. Zambi. Zambi. Lakini kwa rais ni mchakato. Nimeuliza ni Zambi. Sio Zambi. Rais ni? Mchakato. Kwa nini mchakato? Kwa sababu anachaguliwa na nani? Na wajumbe. Na wajumbe. Mwenyekiti wa bodi ya ligi? Wajumbe. Mbona ni rais? Medi kule ni vyepesi hivyo Wewe chukua tu kwamba kama ni rais kumtoa nani? Mwenyekiti wa bodi ya ligi. Basi pia ni rais kumtoa rais. Kwa Yanga mnataka muukombe uongozi mzima ni mwanze upya. Si umeelewa vizuri? Ifike wakati watu waheshimiane kwenye mpira wa miguu. Mnaumia. Mwisho wa siku tunaonekana tuna shughuli, hatuna la kusema kwa sababu kila siku tunaongea jambo moja. Lakini hii imetupa fundisho sana. Mimi naomba TFF na bodi ya ligi waishirie msimamo wao kwamba mechi ipo, na mimi naomba Simba waishirie msimamo wao mechi ipo, alafu Yanga naye ashikilie msimamo wao mechi, tukakutane tarehe 15. Ili muone mkakati wa alama. Tuone nani atashinda hii vita. Nenda tena kasi. Tunataka tukuona nani atakayeshinda hii vita. Mimi nikushukuru ndugu zangu. Nana,